25 hadi 27. Wakorintho wa kwanza 9:25 hadi 27. Soma mchungaji. Neno la Mungu linasema hivi: na kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. It means everyone who competes. Basi wanafanya hivi kusudi wapate taji ya kuharibika. Wanafanya hivyo ili wapate taji, lakini ni taji ya kuharibika. Lakini sisi tupate taji isiyoharibika. Lakini sisi wa kiroho tunashindana ili tupate taji isiyoharibika. Basi mimi ninapiga mbio vivyo hivyo. Hata mimi ninapiga mbio kama wale washindanaji. Si kama ovyo. Si ovyo tu. Ninapigana si kama mwenye kupiga hewa. Napigana nikiwa ninajua ninalenga nini. Silengi hewa kama mtu ambaye iko confused. Lakini ninatesa mwili wangu. Ndio kwa maana hata ninapoutesa mwili wangu na kuutumikisha na kuusumbua kwa kuutumikisha, isiwe nikikwisha kuwahubiri wengine, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mimi mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Mimi mwenyewe niwe wa kukataliwa baadaye. Luka 19, mpe microphone asome. Luka 19. Luka 19:39 na 40. Inasema baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika umati, katika mkutano. Mafarisayo waliokuwa katika umati wakamwambia Kristo, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Wakamuita mwalimu, rabii, uwakanye, uwanyamazishe wanafunzi wako. Akajibu, akawaambia, akasema, nawaambia ninyi, ninawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Mawe yatapiga kelele. Amen. Nena nasi kwa dakika chache. Mungu ubadilishe maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Watoto wa Mungu, Mungu amenituma leo nije niongee juu ya somo fupi ambayo inasema chagua leo, umati ama taji. Chagua leo, umati ama taji. Choose today between the crowd or the crown. Chagua leo ikiwa ni umati utachukua ama ni taji. Watoto wa Mungu, tunaishi katika dunia saizi ambayo tunaambiwa sauti ya watu ndiyo sauti ya Mungu. Mahali watu wengi wanaongea, Mungu ameongea. Mahali umati umesema usipofuata utashindwa. Mahali wave ama hewa inapeleka watu, usipoenda na hiyo hewa utaanguka. Na ndio nikasikia watu wanasema ya kwamba ni sharti kanisa ikuwe civilized, ielewe ya kwamba hiyo mahubiri ya kitambo imepitwa na muda. Mahubiri ya tutaenda mbinguni imepitwa na muda. Tuwahubirie watu mambo ambayo yako modern, kwa sababu dunia na watu wameherefuka sana, akili zao zimeamuka sana, na tukaanza sote kutafuta ni nini hiyo ambayo inajuaga attract sana. Tukaanza kutafuta ni nini hiyo inajuaga kuvutia sana. Tukaanza kutafuta ni nini hiyo ambayo ukiisema watu wataamka. Wakati unapohubiri watu wanasimama kwa viti na watu wanaruka, wanasema
tunapokea. Unasikia watu wanakuambia hiyo ni deep, hiyo ulisema ni neno, kwa sababu ulipowaambia ulichallenge hisia zao na hali yao ya kufikiria kwa ajili ya modernization ya dunia, ukawafanya wakahisi ya kwamba research yako ni nzuri na preparation zako zimeanza kwenda deep. Wakati unapowaongelesha wanataka wapatie vitu ambavyo viko na uzito, ili kwamba wanapokusikiza wanapata kitu ambacho kina nguvu. Na wahubiri wengi wakaanza kugundua ya kwamba wanapoomba Roho Mtakatifu anawapeleka kwa kuhamakia dhambi, na wao wenyewe wanajua ya kwamba tukihamakia, wale wanaotoa zaidi wanaweza kuondoka, na wale wenyewe wanajua kujiachilia kimfuko wanaweza potea kanisani. Sasa ni sharti tuwe waangalifu, tu balance mahubiri yetu, ili kwamba tusiwapoteze wale tunaowahitaji. Na dunia ikaanza kuchukua mwelekeo fulani, mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa kufuatana na vile unataka wanaolisikia walipate, lakini sio vile Roho anavyotaka. Ndiyo injili ikaanza kupoteza nguvu. Unakuta mhubiri unapoambia Bwana nipe neno, akikupea unapoisoma unakuta ni kama itagonga rafiki yako fulani ambaye unamjua hali zake za dhambi kanisani na unafaa kuzificha. Unasema Mungu, hii nitaihubiri siku nyingine. Unaona mhubiri anafungua injili akijua mtu fulani hayuko, anahubiri injili ya ukweli. Mtu fulani akiwa anahubiri injili ya kufurahisha ili kwamba watu wasikie vizuri. Injili ikaacha kulenga mioyo, ikaanza kulenga mifuko, ikaacha kulenga mioyo, ikaanza kulenga mavyeo. Na Bwana ananituma leo niulize kanisa lake, tuchague kama ni umati tutachukua ama ni taji tutachukua. Bwana asifiwe. Tuchague kama ni umati tutafuatana nao ama ni taji tutafuatana nayo, kwa sababu waliofuatana na umati huo uliwainua na kwa muda fulani ukawavunja. Lakini waliofuata taji, hata walionekana ni kama wamevunjika, walifikia taji hiyo. Na ndiyo kwa maana wengi wanataka kuonekana kama simba, ili kwamba umati uwafuate kwa uoga. Lakini Yesu Kristo ambaye ni simba la kabila la Yuda hataki kuonekana kama simba. Kila wakati anaonekana kama mwana kondoo. Wakati wanataka kumuona kama simba, anatokezea kama mwana kondoo, kwa sababu hana haja ya kujijulisha jina ili kwamba awe na nguvu. Hata kwa jina ya kondoo nguvu zake bado ziko, na akinena kama kondoo ina uwezo kama simba. Biblia inasema kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake 5 linasema hapo ya kwamba nikaona kitabu ambacho kimewekelewa mihuri 7, na hakuwa mtu mbinguni, duniani na chini ya dunia aliyekuwa na uwezo wa kuufungua. Nikalia sana kwa sababu hapakuwa na wa kuifungua. Alafu mmoja wa wazee 24 akaniambia, na mmoja wa wenye uhai wani, ya kwamba usilie, kwa sababu simba wa kabila la Yuda ataifungua kitabu. Na nikatazamia ili kwamba nimuone simba akiifungua kitabu. Kumbe huyo mzee alitumia jina simba kwa kuninyamazisha, lakini simba mwenyewe alipokuja, Biblia inasema nikamwangalia aliyetoka katika kiti, hakuwa ni simba, alikuwa ni kondoo aliyechinjwa, ndiye aliyesimama kutoka kwa kiti. Akaja kama kondoo, sio kama simba, lakini bado kama kondoo akaifungua hiyo kitabu na mihuri yake.
hauhitaji ni kuwekelee mkono ili upone. Unahitaji kuwa na imani ya kwamba tunapokuwa katika uwepo wa Mungu, uponyaji unatembea. Tunapokuwa katika uwepo wa Mungu, nguvu zake zinatembea. Huyu Mungu ndiye mkuu kuliko mimi, kuliko wewe, kuliko kila mmoja. Hapa haiko mambo ya watu kujenga jina. Hapa ni mambo ya wewe na mimi kumwabudu. Anapopewa sifa zake, uwepo wake unashuka, na mimi aliyenipea neema kusimama mbele na waambia amesema nini, hiyo inatosha. Watoto wa Mungu, majina tunazojipea hazileti mbingu. Mbingu inakuja kwa utakaso na utakatifu. Mbingu inakuja kwa uoga wa aliyetuumba. Mbingu inakuja kwa heshima ya aliyetufia msalabani. Mbingu haikuji kwa sababu ninaitwa overseer. Now I am no longer the overseer. Now I am the ark overseer. I am in charge of the overseers. Hata nikiwa hivyo, ikiwa mimi ni mwenye dhambi, sina mbingu na hakuna ufalme wa Mungu juu yangu. Naweza kuwapea maneno ya kuwafanya msikie woga, na mkisikia woga mnanifuata zaidi, lakini hakuna mahali tutafikia, kwa sababu sio jina na dini itupelekayo mbinguni, ni woga wa aliyetufia, kuogopa na kuosha mavazi yetu katika damu ya mwana kondoo. Kama unanisikia sema haleluya. Kwa hivyo watoto wa Mungu, injili sio njia ya kujifurahisha. Biblia yangu inasema, Paulo akaandika akasema, wanaokimbia, wanaoshindana wanafanya lolote juu chini ili kwamba wakapate taji, na wanapopata taji bado taji hiyo ni ya kuharibika. Baada ya muda itaharibika, na huo muda ambapo wameupata watu wote wanajua hawa ni washindi. Na anasema hata sisi katika hali ya kiroho tunashindana kila siku ili kwamba tupate taji. Hatupigani kama watu wanaopiga hewa, lakini tunapigana kama watu wanaojielewa ni nini wanalenga, ili kwamba tukisha kuwahubiri wengine, hata sisi tusiwe wa kukataliwa. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Paulo aligundua kitu moja, ya kwamba anapigania taji, na ndio kwa maana hakujali ni changamoto gani zile atazikutana kwa huduma. Hakujali ni watu wa aina gani wale anakutana nao. Kuna siku alihubiri mahali, Biblia inasema wakamchukua, wakampiga kwa mawe, na baada ya kumpiga kwa mawe wakamtupa kwa mlima, na akaanguka akashuka chini huko. Walipoangalia alikuwa amepoteza ufahamu, wakajua amekufa, wakaondoka. Biblia inasema baada ya muda kidogo mitume wakaja, wakamwekelea mikono, wakamwombea, akaamuka, lakini akaendelea kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wewe na mimi, wanapomaliza kukuwekelea mikono una resign. Unasema kwa ajili ya ubora wa familia, kwa ajili ya watoto ambao Mungu amenipea, acha roho na akili zimtumikie Bwana. Sasa mimi nimeresign, huyo mwenye amepigania naye aendelee. Mtoto wa Mungu, kuna kitu Mungu huwa hachukui kwa huduma, inaitwa excuse. Huwezi kumwambia Mungu, Baba mimi nimeachana na huduma kwa sababu John Muli ameninyima raha. Hiyo Mungu hawezi kuichukua. Upende usipende, kitu inaitwa excuse haipewaje Mungu. Mungu anatarajia excuse zako zote ziwe ni kumwambia Baba, nimetubu mahali ambapo nilishindwa, lakini kuendelea ninaendelea, kwa sababu mbele nitaendelea. Ije mvua ije jua, huduma ni sharti tuifanye. Nasikiza nikuibie siri, mtoto wa Mungu, miaka nyingi kanisani na huduma miaka nyingi sio kitu ukimaliza vibaya. Unajua mimi nimekaa kwa huduma since 1960. Inakuona kumaliza ndio shida. Mungu hata hesabu
miaka yetu ya huduma, hata dakika hiyo ya mwisho, bado Ukristo wetu unachunguzwa. Mungu anataka atusikie tukifika mwisho tuseme kama Paulo, nimeipiga vita vya imani, mwendo nimemaliza salama, sasa ninangojea taji iliyo ya haki ambayo Bwana ataipea wale walioshinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuja kuhubiri leo sikutarajia emena nyingi, kwa sababu nilijua waliotarajia utabarikiwa hawatasema amen, lakini hata hivyo watasikia. Ukiona tu mtu hajaweka earphones, usiogope, aseme amen ama hapana, anasikia. Bwana anataka tuchague leo watoto wa Mungu, ikiwa ni umati ama ni taji. Sikiza nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Wote waliofuata umati uliwajengea jina na umati uliwabomolea jina. Wote waliofuata uwingi wa watu, wale watu waliowajengea jina waliwabomolea jina. Sikiza nikuibie siri, yeyote yule ambaye anaweza kukukontrol kenye utasema nafasi ya Mungu amekufanya mtumwa. Unapoenda kusikiza injili, mtoto wa Mungu, usitake wakupee injili yenye inakufiti. Injili haifai kukufiti, ni wewe unafaa kufiti injili. Wakati neno la Mungu linaachiliwa, linatarajia kukubadilisha. I said here last time that other books were given to us for information, but the Bible was given to us for transformation. The Bible was given to us for transformation. Kwa hivyo kama unataka kubadilika, uruhusu neno likubadili, sio wewe ubadili neno. Biblia ikisema ukae hivi, kaa hivyo. Acha kuongeza maneno kutaka ufiti neno la Mungu maneno yako. Kumbuka Biblia inasema atakaye punguza neno moja kwa kitabu hiki, jina lake litapunguzwa kwa kitabu cha uzima, na atakaye ongeza neno moja kwa kitabu hiki ataongezewa mapigo. Angalia jirani yako, mwambie huyo sio wewe, lakini unajijua. Tusaidie Mungu. Kwa hivyo Mungu anataka watoto wa Mungu mjue hii, ya kwamba hata mawimbi yakiikumba dunia, Mungu ana matarajio ya kwamba kutakuwa na mabaki. Remnant will always be there. Wale ambao wamekataa kujichanganya na dunia ni sharti wawe hapo. Sasa ni kwako kuamua, je, utafuata umati ama utakuwa mabaki? Umati unaweza kufuata kelele, lakini mabaki yanasikiza sauti. Bwana asifiwe. Katika kelele nyingi, acha nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Usifikirie sokoni kuna kuaga kelele. Sokoni kuna kuaga kuongea. Kila mtu anakuaga naongea, na kwa sababu hakuna mwenye anaambia mwingine nyamaza tusikie nini huyu anasema. Sasa wote wanaongea. Wewe ukiwa mbali unasikia tu sasa hausikii tena mtu, lakini sio kelele wanafanya. Hakuna mtu anaendaga sokoni nini anaenda kufanya kelele. Hakuna. Kila mtu anakuwa anaongea. Hii ni ngapi? Hii ni hapana ndugu yangu, punguza kidogo. Na huyo naye hapo ongeza. Hii utanunua hii na umeena na mwingine huko sijui ndagaa kutoka wapi, sijui samaki kutoka Zanzibar. Sasa hizo kelele hizo sauti kila mtu anaongea zinafanya usisikii chochote. Ukikaa kando unasikia tu wa. Ndivyo mambo ya kiroho yameanza kufanywa. Kanisa, Yesu akasema nyumba yangu haikuumbika iwe soko, lakini iliumbika iwe nyumba ya maombi. Sasa wakati kila mmoja anaongea, sauti yake inaenda kama kelele. Naomba Mungu akupe neema, ujifunze kunyamaza, kusikia sauti ya Mungu. Ujifunze kusikia Mungu amesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe.
Na umati unapotembea, mtoto wa Mungu, kuna vitu fulani unataka uvijue, ya kwamba umati, the crowd, they love what God can do, but not who he is. Wanapendanga tu kile kenye Mungu anaweza kufanya, lakini hawataki kujua Mungu ni nani. Yeye tu atufanyie, hata kama hatumjui hakuna shida. They love miracles but hate holiness. Muujiza ndio tunataka. Hey, Pastor Action, fire, moto. Akisema tuishi maisha matakatifu, ameliti, ameanza kuzeeka huyu jamaa. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu, hata tukikufanyia muujiza sijui ya aina gani, kutoka leo miguu yako ikuwe kichwa na kichwa ikuwe miguu, kama hauishi maisha matakatifu, baada ya hiyo muujiza yako jehanamu na moto inakungoja. Hata ukiwa wa aina gani. Niseme mimi sitaki mtu aguze Alfred, kwa sababu Alfred ndiye kila kitu. Akisema tu na mambo tunaona yanafanyika. Baada ya hiyo Mungu yeye haangalia akisema mambo yanafanyika. Mungu ataangalia anaishi maisha matakatifu ama hapana. Na hiyo sio kwa members, ni kwa leaders, ni kwa pastors, ni kwa bishops, ni kwa archbishops, ni kwa popes. Kwa kila mtu bila utakatifu. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna yule atakayemuona Mungu bila kuwa nao. Sasa utake usitake, utaona mtu kwa sababu uko na kitu, lakini utaona Mungu kwa sababu umetakasa moyo. Sasa ukitaka kuona watu, uendelee kuwaona na utawaona milele. Lakini taka sana chochote unachokifanya kiwe cha kuletea Mungu utukufu. Kama unanisikia sema amen. Rafiki yangu mmoja alikuwa na ibada, baada ya ibada kwa hiyo wiki Mkristo wake mmoja alikuwa amemwandikia check ya 1.2 million akampea, na mchungaji akashukuru, akamwombea kwa ofisi, akamwambia Mungu akubariki, na akaondoka. Na baada hiyo ikifika Sunday, mchungaji akafanya ibada akamaliza. Mchungaji akitaka kutoka kwa madhabahu vile huwa anatoka, huyo Mkristo akamfuata akamwambia mchungaji, ngoja kwanza, hauna aibu? Akamchukua akamwambia, ya nini? Mimi nikuangushie 1.2 na umalize ibada mzima bila kunitaja? Jamani mchungaji, mita moja. Jamani. And my friend did not even consult. Akaangalia tu mtu akamwambia, unihurumie, lakini tuonane mimi na wewe kesho ofisini. Huyo ndugu alipokuja, mchungaji akachukua hiyo cash yenye alikuwa amemtolea kwa account, akamwambia, kwa sababu tena sitakutaja Sunday, pesa zako hizi. Alafu akanipigia simu akaniambia, nimefanya hivyo, tulikuwa tumepatana. Nikamwambia, na uendelee, kwa sababu hiyo tu ndio njia moja ya kufikisha watu mbinguni. Sio kwa kutujenga na kutuvalisha suti nzuri. Hizi suti hata nimeona wenye wako kwa majeneza wakisivaa. Tunahitaji mioyo yetu imuone Mungu, sio miili yetu kujidanganya duniani. Najua kama uliangusha kwa 1,000, so nasema kama walikataa wa mita, mimi watanitaja kweli. Mtoto wa Mungu, taka Jehova akutaje. Nasema taka Mungu akutaje. Biblia inasema kwa kitabu cha Mathayo sura yake 6 mstari wa 1 na wa 2 ya kwamba wamepokea tayari zawadi yao. Wale waliotaka kusifiwa na watu wameshapata zawadi yao na hakuna malipo ya mbingu. Sasa unataka malipo gani, mtoto wa Mungu? Ukitaka watu wakulipe, watu watakulipa kama watu. Ukitaka Mungu akulipe, atakulipa kama Mungu. Anajua lile unalihitaji. Bwana asifiwe.
Angalia jirani yako, mwambie taka sana taji, sio umati. Patia Mungu makofi mazuri. Rafiki yangu mwingine anaalikwa kwenda kuhubiri Eldoret. Akiwa kwa njia anaenda kuhubiri, pastor anampigia, anamuuliza umefika wapi? Akamwambia, pastor, ninakaribia njiani, nimeshaanza tayari, nimepita Naivasha, ninakuja. Pastor anampigia ya pili, umefika wapi? Nimefika Gilgal, ninakuja tu. Gilgal. Akamwambia, umefika Gilgal? Sikiza nikwambie, nilikuwa nataka nikuibie siri. Kuna ka target kenye niko nako. Ninataka ka project kangu kenye niko nako nyumbani ni ka 3.5. Ukuje unikamulie, utapata 40 na mimi bebe 60%. Akamwambia, pastor ulisema unafuka ng'ombe. Pastor akamwambia, wewe unajifanya kama uelewi mambo. Wewe unaishi Nairobi. Kuja ukamue, nitakupa 60%, 40% na mimi nitabeba 60%. Bora uhakikishe 60% yangu inagonga 3.5 ambao ni project yangu, na wewe ya juu ni 40%. Akaambia, pastor nimekusikia. Akakata simu, akaambia dereva, piga kayutani hapo toka Gilgil. Akanivutia simu, uko wapi? Nikamwambia, niko Mombasa. Tukutane hapo sio Kimau, mahali fulani. Sawa. Uko mtaa leo? Mbona niliona posta ananiambia, jamani, walikuwa wananipeleka kwenda kukamua. Nimerudi mama. Baada ya dakika chache pastor anapiga simu. Mtumishi wa Mungu, umefika wapi? Watu wameingia tayari. Na leo Mungu amewaleta wengi. Akamwambia, niko sio Kimau, ninakunywa chai hapa. Akamwambia, sio Kimau, na hapo ni wapi? Akamwambia, pastor, siku yenye unataka kamua peke yako. Mwenye unaniambia niende nikamua watu wake, ni yeye ananilishaga, na hiyo tu ndio kazi ananiwekaga nayo. Unataka nimuibie? Na akakata simu. Akaniuliza, tunaelekea wapi rafiki yangu? Nikamwambia, hapo mahali uliona. Watoto wa Mungu, injili imefanywa kuwa biashara ya kuingia kwa mifuko na sio kwa mioyo. Injili imefanywa kuwa kazi ya kucheza saikolojia ya watu, ili kwamba wavutiwe na waanze kuachilia. Lakini leo Bwana anataka usikie wazi ya kwamba ikiwa alimtoa Kristo kwa bure, anaweza kukubariki kwa njia zake za bure. Mungu mwenyewe alitoa mwana wake kwa bure. Ulilipa nini? Ni muujiza gani kubwa kuliko kufa ya Yesu Kristo? Na ikiwa alimtoa bure, ni nini hiyo unafikiria unaweza kucorrupt Mungu nayo? Uwe na lolote lile ulilo nalo ama uwe hauna, kitu cha kwanza Mungu anahitaji kwako ni maisha matakatifu, woga wa dhambi na kufukushana na kila kitu kisichoambatana na mapenzi ya neno la Mungu. Bila hiyo, mtoto wa Mungu, mengine yote ni ukatuni, mengine yote ni distraction, mengine yote yatapoteza. Sikiza Biblia siri. Kwa kusifu watu haifanyi watu wakubariki. Unaweza sifu watu na hawatakupa. Mwenye unyang'anyia mtu ni Mungu. Hello? Rasto, you are handsome. Rasto, you look good. You are giant. You are everything. Ninamaliza ongea yote. Rasto hajui kama ni mfuko ni na target. Anajiendea. Nani atakuwa frustrated? Utakapomwona kesho utamwambia tena yeye ni yote ndani ya yote. Mtoto wa Mungu, chukua watu wa Mungu vile walivyo na mioyo mbele za Mungu.
kwa sababu kila mtu ambaye Mungu ameleta mbele yako ana shabaha kwa maisha yako. Kuna wale ambao unawaangalia kama hauwaone, watakapoondoka ndio utajua umuhimu wao ni gani. Na wale ambao waliamua kufata umati, wengi huenda na wave ama upepo ya umati, na walipofika mbele wakagundua hawajui umati inaenda wapi. Sikiza nikwambie siri, siku moja wakatangaza president wetu amepita. That was the first election in Congo. That was 2006. I think, yes. Wakatangaza President Kabila amepita. Vijana wakatoka. Nilishtuka siku hiyo. Vijana wakatoka na furaha, wakaenda wanaimba. Kwa kwenda naimba hawajui kama wanatembea. Wakangoja wanafika kwa boda ya Rwanda. Walipofika huko, nguvu zikaisha. Sifura imeisha, kila mtu akaanza rudi nyumbani. Unajikuta imeisha kwa saa 7 za usiku. Na huko kwa 25 ama 40 kilometers na kwenu peke yako. Ndio unajiuliza, hiyo furaha yote itanifikisha nyumbani tena? Kuna watu walikuwa wanafika nyumbani asubuhi. Unafika na unalala. Ukiwauliza, "Muliendaje?" "Nilisikia tu watu wana shout, wakatoka nje na mimi nikawafuata." Umati. Ulienda na umati. Uliza jirani yako, mara ngapi umefuata umati? Mimi nilisikia tu mambo yanaenda hivi na nikaingia ndani. Ukaingia ndani. Watafika mahali kila mtu anaingia kwake. Unajua kitu moja utajua, tulipokuwa watoto, tulikuwa na wimbo fulani tulikuwa tukiimba, nasema asiye na kwao alale kwa mti. Asiye na chakula akae polisi. Tulikuwa tunazoea kuimba hiyo wimbo, nasema hata ikiwa mchana nyumba zinakuwa nyingi. Mzee anakuambia, "Wewe kuja hapa nikutume." "Sitaki. Siendi." Anakuambia, "Sawa." Na unamwambia, "Utadu." Unaenda unacheza na watoto wa jirani. Ikifika 6, giza inaingia. Kila mtu anaanza kujua sasa nilijibu baba nini mchana. Ndio unakuja unarudi. Father utanituma. Watoto wa Mungu, tusione dunia iko naenda hivi. Mwisho itafika. Ndio kila mtu ataenda kwao. Ndio utajua ya kwamba umati ilikuwa na kwao. Wale wenye ulikuwa unaungana nao kufanya dhambi zenye hazieleweki walikuwa na kwao. Wale wenye walikuwa wanakudanganya mkane jina la Mungu na nguvu zake walikuwa na kwao. Wewe hauna kwenu. Mungu hakujui na shetani hakujui. Angalau mwenzako mwambie, sio wewe lakini unajijua. They love spiritual manifestations but they hate prayer. Wanapenda matokeo ya mambo ya kiroho lakini hawataki maombi. Ukiwaambia wewe utawaombea, ndio baba tuko hapa, omba juu yetu. Ukiwaambia tunaingia mafungo ya siku 3, linakuwaga na ulcers. Wanapenda matokeo ya mambo ya kiroho lakini hawapendi maombi. Na ndio kwa maana watoto wa Mungu, sikiza niwaambie siri, hakuna kanisa inaweza kukomaa zaidi ya ngazi yao ya maombi. Hakuna Mkristo anaweza kukomaa zaidi ya ngazi yake ya maombi. Unachoomba na vile unavyoomba, muda huo unaopea maombi, utahakikisha ngazi zako za kukomaa. Hata tukupenda mambo ya kiroho. Mimi ninapendaga wakati pastor anakuwa hapo mbele kisha anataka kisha anasema pain go and the pain goes. Unadhani tu anakujaga tu hapo mbele anafanya kuna muda amepitisha akiombea huo muda ambao atasema tu Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Wache kupenda matokeo ya kiroho, upende maombi.
anayependa maombi, hata mambo yasipotokezea hapo, anaendelea kuomba, na maombi yakiendelea, miujiza inaendelea kufanyika. Haleluya. Dada mwingine tulikuwa tunaangalia na ni ndugu yetu na engineer hapa, akamtuma kwangu nimwombee mtoto wake. Alikuwa na shida, alizaliwa kwa wheelchair, anakaa kwa wheelchair na miaka 13 sasa, na akiwa kwa wheelchair. Basi huyo dada alipokuja nikamwambia, huyu tutaanza kumwombea mimi na wewe, alafu tuone Mungu atafanya nini. Na hiyo ni mwaka umepita, tukaanza kumwombea mimi na yeye, tukaanza kumwombea. Hakuna matokeo yoyote ile, lakini tunaomba tu. Ananiambia, pastor, tunaomba tu. Namuuliza, mtoto kwa aje? Unajua vile unamkaka, unataka usikie ka ushuhuda. Namuuliza, mtoto kwa aje? Naambia anakaa tu kwa hiyo kiti yake. Naambia tuombe tu. Tukaendelea kuomba. Na siku moja mtoto aliamuka tu na akasimama. Ametutumia video, tulikuwa tukiangalia na wewe. Mtoto akikimbia kwa stairs, anapanda stairs. Angeliamua kusema, mimi nilifikiria wakati engineer Rasa alinituma kwako, ni utasema tu kwa jina la Yesu, miguu simama na zake. Lakini mambo ya kusema tuendelee kuomba. Tunaomba mpaka ni mtoto wa Mungu. Sasa nikuibie siri. Kuna aina mbili za muujiza. Kuna muujiza inaitwa instant miracle, na kuna muujiza inaitwa progressive miracle. Huu muujiza ambao ni instant unaweza fanyika wakati wowote, na huo ambao ni progressive unaweza fanyika wakati wowote. Yesu Kristo aliombea wamoja, wengine alisema tu kuwa sawa na wakawa, wengine aliwaombea. Na kuna siku aliombea mmoja, akamwekelea mbele ya watu, akamwekelea mikono hivi, akatoa, akamwambia, umeona? Akamwambia, ninaona watu kama miti. Sasa jamani, wewe umezaliwa kipofu, ulijuaje watu na ulijuaje miti? Yesu unaona, ninaona watu kama miti. Yesu akasema, kai. Tena Yesu akamwekelea ingine. Umeona? Nimeona. Kumbe sio kila muujiza ndio instant. Kuna hiyo ambayo inakuja hatua kwa hatua. Inayofanya hiyo muujiza ifike kuwa hai ni maombi unayoendelea kuomba kila siku. Zaidi unaomba, zaidi muujiza unakomaa, zaidi muujiza unaivya. Sasa watu ambao ni umati wanapenda miujiza na matokeo ya kiroho, hawapendi maombi. Ambia jirani yako, huyo sio wewe, lakini anajijua. They cause you to think you are together and you are not. Wanakufanya kila wakati umati ukufanya ufikirie mko pamoja, na kumbe hamuko. Ndugu yangu umepotea. Pastor, tuko pamoja kiroho. Tuko pamoja kiroho wapi? Wenye tuko pamoja nao ndio hawa, naweza kuuza mwili wao, naweza sema huyu ni Omamu, naweza sema huyu ni Eva, naweza angalia hivi, ninasema huyu ni Gilson, ama huyu ni Majidi, ama huyu ni nani. Tuko pamoja. Wewe tuko pamoja kiroho. Unajua mali roho yao iko. Tuko pamoja kiroho. Wengi wamekudanganya. We are together, tufanye hiki pamoja, na unakutana unafanya vitu ambavyo haufai kufanya kwa sababu ni umati umeongea. Kumbe hamuko pamoja. Wakati mambo yanaharibika, ndio unagundua hatukuwa pamoja. Kila mmoja anajitetea kwa nguvu zake, na wewe usiyejua kujitetea unaumia. Leo Bwana amenituma nikuulize, mtoto wa Mungu, utachagua ni umati ama taji? They cause diversion of focus. Umati
huwa inafanya unatoa macho yako mahali yalikuwa yanaangalia, unaangalia mahali haufai kuangalia. Umati ukufanya unatoa matumaini yako mahali Mungu alikuwa ameiweka, unaiweka mahali haifai kuwa. Unasikia wanakuambia, jamani, kama ni kuomba na umeshaomba, hii umeshajaribu ya kutosha, tuangalie sasa kama hata unaweza jaribu hii naye. Na unasema, mmoja amesema, mwingine amesema. Na unasikia mtu anaanza kuambia, mtoto kiroho anaanza kuambia, when the third person spoke, I knew it was a confirmation. The third person spoke. When did the Holy Spirit speak? As a pastor, unajua wakati tulipoanza hiyo relationship nilikuwa niko najiuliza ni yeye sio yeye, lakini tulipopita nikasikia jirani wangu anasema mnapendeza, nikajua ameconfirm, nikajua hapo Mungu ameweka tick. Jirani yako ndiye ameweka tick. Msikuwa mnataka Mungu aongee na mmoja muongelesha huko tu kwa barabara, ninajua Mungu atanipatia confirmation. Atakupa omba. Kama unataka confirmation, enda kwa magoti. Ambia Mungu, ninataka unihakikishie. Halo. Ndugu yangu mmoja akanipeleka kwa mchumba wake. Huyo ndugu yangu akanipeleka kwenda kunionyesha mchumba. Nimetoka Nairobi jamani, ndugu yangu akaenda kunionyesha. Tukifika hivi akaniambia, basi nikasema basi mimi ni mchungaji, kabla tukae acha tuombe. Nikasema, Baba, katika jina la Yesu, nimeletwa hapa kuja kuona huyu msichana. Kama sio mapenzi yako iwe ya mwisho wanaonana, na kama ni mapenzi yako basi siku nyingine nikutane na wao. Kesho wakamkataa. Akaenda akasema nyumbani, huyu msiwahi kumpeleka mahali, amenibomole. Nikaambia ndugu yangu, kwenda utafute mke. Unataka tu niende niseme she is beautiful, anapendeza. Anapendeza? Walikwambia tunaoaga kupendeza? Tunaoaga mapenzi ya Mungu. Kama kwa dada yangu, usikiza, hatuoi handsomeness, tunaoa mapenzi ya Mungu. Niliwaambia hivi, kila yule yeyote ambaye sio mfupa ya mfupa yako atakuwa mwiba. Hata mwiba ni mfupa. Na atakudunga mpaka usikie. They love what is temporal. The crowd love what is temporal. Umati upenda yale ambao ni ya muda mchache. Tufanye tu haya mambo ya haraka haraka. Lakini ukiwaambia hii tutaifanya na ni long term commitment, moyo unavunjika. Hawataki chochote kile ambacho kitawacommit kwa muda mrefu. Yesu Kristo anarudi, nikasikia mwingine ananiambia, sio wewe wa kwanza kuniambia. Petro alisemaga hiyo neno. He is coming soon. Hey! Jamani, hata kama Petro alisemaga, for sure he is coming soon. Sio mimi nimeisema, ni Biblia imesema. Yes. Tazama nakuja na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mtu kwa kadiri ya kazi aliyoifanya. Sio mimi, ni Yesu Kristo amesema. Na niliwaambia hapa on Friday, last Friday but one, ya kwamba he is coming soon. Asipokuja wewe utaenda. Hiyo ni kweli. Kuna watu wanasema Yesu Kristo harudi saa hizi, for sure harudi saa hizi. Lakini wakukufa wako wanakufa saa hizi. Halo. Kama ungali unangojea usikie parapanda katika mawingu, pambabo, itanilia kwa roho yako. In 2011 baba yangu alienda, baba yangu mzazi. Simuonaje tena. Yesu amesharudi. Lakini yeye acha kudanganywa na umati. Yesu harudi, Yesu harudi na wewe. Wewe mwenye machafu ishaanguka hivi. Utarudi. Wanakuangalia wajui tena ni unakaa aje. Mimi hata akiniita saa hizi,
Asante Kristo, bye bye. After all, sio mimi nitajililia. Sijasema yeye, lakini bye bye. Mtoto wa Mungu, taka taji. Mtoto wa Mungu, taka sana siku moja uingie mbingu. Mtoto wa Mungu, taka sana uwe na urafiki na Mungu. Friendship is better than partnership. It is superb when you say, I am a friend of God, than when you say, I am partnering with God. Mungu akusaidie uingie kwa urafiki na Mungu, ili kwamba yoyote ile unafanya inafanyika kwa urafiki. Anakujua na wewe unamjua. Haleluya, haleluya. Acha kutaka mambo ambayo ni ya kidogo. That was number one. Those were the some point on the number one, which is the crowd can distract. Number two, quickly, the crowd can change with season. Umati unaweza kubadilika na majira. Mnaona vile tunakaa hapa salama? Ni kwa sababu tuko ndani ya hii nyumba imetufunika. Tungelikuwa tunakaa hapo nje, alafu mvua ianze, ndio utajua nani mhubiri na nani si mhubiri. Alo, mvua ikimwagika, ndio kila mtu anasema after all tutasikia injili next Sunday. Kwa nini? Majira yamewaforce waende. Lakini walio wako, kunyeshe kusinyeshe, wako na wewe. Mungu akupatie wale ambao aliwaordaini kuwa wako. Kama unanisikia sema amen. Kunyeshe ama jua iwake ama kuharibike, wako ni wako. Kama unanisikia sema amen. Hakuna shida kama muwe mnafuata mchungaji ambaye ni umati. Wakati uko sawa na kuombea. Wakati mambo ni magumu, wewe uko unapokelea maombi tu, unanisumbua. Ninakuombeaka. Nina focus hapa. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Unaweza kufocus mahali unafikiria uko unapatia. Kumbe Mungu anataka kukushangazia mahali hautaki. Acha kubadilika na majira, mtoto wa Mungu. Babu, you are my friend, 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 you are my friend. Kisha ninaona Jennifer ndio mwenye Aisha ndapata kukuliko. Ninaanza toa mkono wangu pole pole, siku nyingine kuna kia shambani nishakuacha. You are my friend, you are my friend. Hata unaleta kama mkono unataka kuniambia hata mimi ni friend, nakwambia yeah, I know. Wewe majira inakubadili. Ndivyo umati ulivyo. Unafikiria mbali na wao, kumbe wameshaona the best. Watoto wa Mungu, kesho ninawaita kwa mkutano. Tutakuwa tuko huko hivyo pipeline. Mtakuwa pipeline mkifanya nini? Kuna kakurusedi. Jamaa, kurusedi ilitokea wapi tena? Sitapanga kurusedi. Hapana. Wamekuacha. Wameshaenda kwa kurusedi nyingine. Na kama uko na moyo mdogo unakufa. Watoto wa Mungu, usifuate umati. Fuata Kristo. Oh yes. Acha kutazama watu. Mnaweza fikiria mko pamoja, hamuko tena. Wale tu ambao mko pamoja ni wale Mungu ameweka muwe pamoja. Kwa hivyo nyote, iwe wewe ama wao, muangalie taji. Na mkiangalia taji, hamutaangalia mnaelekea wapi, taji itawaongoza. Mtajua as long as tunafuata sote taji, tuko pamoja na tuko kwa msimamo mmoja. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Sikiza nikwambie sasa siri. Wale wanaotafuta taji, wanapopata taji huwaletea umati. Those who are looking for a crown, when they get it, the crown pulls the crowd. Kwa sababu hapajawahi kuwa mfalme bila wale wa kutawala. Palipote taji iko, umati huja. Lakini palipote umati uko, taji haiko.
Sikiza nikupatia mfano. Akaja mtu anaitwa Yohana Mbatizaji. Na Yohana Mbatizaji alipokuja, anasimama hivi, anauliza Mungu, kazi yangu ni gani? Mungu anamwambia, kwenda jangwani ukaanze kushout huko, anza kulalamika huko jangwani. Nafikiri Yohana angeuliza Mungu, si niende tu mahali watu wako? Mbona unanituma jangwani? Hapana, mtoto wa Mungu, sio mahali watu wako, ni mahali taji iko. Taji yako iko jangwani. Ndiyo mahali nitakulipa ukifanya kazi ya jangwani. Biblia inasema alipoingia jangwani akaanza kushout. Tena Kenya na shout ni matusi. Enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewaroga? Ni nani aliyewafunza kukimbia ghadhabu ya Mungu? Tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Ni sauti ya mtu aliye jangwani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na milima itanyoshwa, palipo pauka pataru. Akaanza kushout. Biblia inasema watu wakaanza kutoka mjini, wakaanza kwenda kwa huko kwa jangwa, wanafuata taji, maana aliyebeba taji huvuta umati. Yeyote aliye na taji anavutaga umati. Watu wakatoka mjini wakaenda kwa jangwa ili kwamba awasomee. Watu wanakuja wanakaa hivi, anawaangalia, anawaambia, nyinyi kizazi cha nyoka, nani awafunza kukimbia hukumu ya Mungu? Kisha wanamwambia, jeshi. Anamuuliza, na sisi wanajeshi tufanye nini? Anamwambia, msinyang'anye vitu vya watu. Watoza ushuru nao, na sisi watoza ushuru, msitoze zaidi. Mtajiri mwingine anamuuliza, na sisi je? Walio na nguo mbili wapewe wasio na nguo, walio na chakula. Anawasomea. Na bado akiwasomea, kesho bado wanakuja. Wakati unafuata umati, jaribu kuwasomea. Unatozoea. Sisi ndio naambia, you will know. Nione kesho ni chapi umati, mahali ambapo ni taji, watu ufuata taji. Unawaambia tubuni, wanatubu na wanakuja. Unawaambia badilikeni, wanabadilika na wanakuja, kwa sababu ni taji, sio umati. Naomba mbingu ikupee taji. Nasema mbingu ikupee taji. Nasema mbingu ikupee taji. Nasema mbingu ikupee taji. Nasema mbingu ikuondoe kwa umati, ikupee taji. Kama unaamini, patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Siku moja huyo Yohana akasema, nimewashika huko kwa jangwa, acha niende niwasalimu mjini. Usifikirie mahali Mungu amekupea neema, maana yake kila mahali kuna neema. Kama Mungu alikuita jangwani, mtoto wa Mungu, fanya kazi jangwani. Shida ambayo tuko nayo ni kwamba hatujui Mungu ametuita tufanye nini. Yohana huyu anaamuka, nimesikia kwa moyo wangu na kafununu kameanza kutembea ya kwamba mfalme iko nategea mke ndugu yake, ni sharti niende nimpatie counsel. Yohana, nani alikufanyaka counselor? Yohana, nilikuitaka huko nasomea watu jangwani wanabatizwa huko. Nani amekutuma mjini? Na wakati unabii wako wa kuzaliwa Yohana ulipotolewa, ilisemwa nini? Biblia ilisema Yohana anakuja kwa roho ya Elia. Amataki msamali? Anakuja na roho ya Elia. Safari ya mwisho ya Elia ilikuwa wapi? Biblia inasema alivuka mto Yordani, akaingia sehemu ya jangwa, akasimama, alafu mbingu zikamuinua.
Na ndio kwa maana kazi ya kwanza ya Yohana ilibidi ianzie kwa Jordani, kando kwa jangwa, kwa sababu hapo ndiko roho iliyo juu yake ilimalizia kazi. Ni hapo anafaa kuanzia kazi. Sasa akasahau ya kwamba wakati huyu mtu anaitwa Eliya alitoka mjini, kulikuwa neno iliyonena na mwanamke ambaye aliitwa Yezebeli. Akasema, kichwa cha Eliya nitawapea nacho kabla siku haijaisha. Na huyu Yohana anayetembea kwa roho ya Eliya amesahau ni roho gani anabeba, akajirudisha katika mji, tena sio kwa mji peke yake. Mahali ambapo Yezebeli aliongea akiwa ilikuwa katika nyumba ya mfalme, na anaenda kupeana shauri kwa nyumba ya mfalme. Ilibidi neno ya Yezebeli ishuke juu ya mwanamke mwingine aliye katika nyumba ya mfalme, na ilibidi kichwa Yezebeli alisema nitawapea, basi kitolewe, kwa sababu yeye mwenyewe amekileta. Hakufikiri kwa nini Mungu alimtuma jangwani. Mungu alimtuma jangwani kwa sababu alijua mjini unauawa, lakini jangwani taji itakuletea watu. Mtoto wa Mungu, hata kutafuta mahali watu wanapiga makofi, tafuta mahali Mungu amesema. Mungu akisema ni hapa, fanya hapo, watu watakuja kwa muda. Ukifuata makofi ya watu, baadaye yatakumaliza. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Na ndio kwa maana Yohana jangwani alikuwa na nguvu, lakini mjini kichwa kikakatwa, kwa sababu ni roho ya Eliya. Alo. Sikiza nikueleze, tunapoenda kuomba, Mungu amekutuma wapi? Na Mungu amekupatia kazi gani? Ni uzito gani Mungu ameweka kwa moyo wako, lakini umekataa kuifanya kwa sababu unasema wengine watafanya? Ama unasema tulikubalianaga hatutatoaga mpaka akauke asikie ndio atujue ni nini. Mtoto wa Mungu, we were rebels in churches. Na hiyo rebels haikutupatiaga kitu isipokuwa malaana tu. Do you hear me? Mhubiri mzima, mchungaji, wewe unaandaa injili, unajua ninaandaa hii injili leo, inaandaa kwa sababu ya daktari. Nitamkonga mpaka asikie. Sadaka, daktari asipokuja hiyo Sunday, utatugonga kwa nafasi ya daktari jamani. Ndio unasikia uko na ubiri na unasema mumeponoka, mumepona. Hatujapona, sio sisi daktari. Ubiri lile Roho amesema. Ubiri lile Mungu ameweka kwa moyo wako. Ubiri lile ambalo mbingu imekubaliana nalo. Niliwaambia kwa mhubiri alikuja kaniuliza, Pastor Jackson, wewe unafanyaga aje ndio watu wakusikize? Mimi nawaambiaga wasikize. Hawasikii. Nikamwambia kwa sababu ni wewe unawaambia. Mimi wasiwaambie. Wanawaambia lile yenyewe nimeambiwa niwaambie. Siku taanza kusikiza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atazungumza na watu wake, na watu wake watafanya kama vile Roho amesema. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Mhubiri mmoja kaenda mbinguni. Alipofika mbinguni, kwa ndoto, kwa maono, na watu wakafikiria amekufa. Na alipofika mbinguni, akaona maajabu. Yesu Kristo ametayarisha meza na akamleta, akamwambia kaa hapa hivi tukule. Wakaanza kukula na Yesu, wanakaa kwa meza. Kisha watu wako wanaingia. Mtu akiingia, Yesu anamwambia, karibu kaa hapa. Anakaa. Mtu mwingine anaingia, karibu. Yesu anamwambia kaa hapa, na anakaa. Wako kwa meza kubwa wakikula. Alafu akaingia mtu mmoja. Na huyo ndugu alipoingia, Yesu akasimama haraka. Akaenda haraka akamhug. Akamkaribisha na furaha. Akamleta, akamwambia kaa hapa karibu yangu, kaa. Akakaa.
Alafu huyo mhubiri akauliza Yesu, jamani Yesu, kwa nini wengine wakiingia unafanya tu karibu karibu karibu, lakini huyo ameingia umemhaga, kwa nini? Yesu akamwangalia akamwambia, huyo alikuwa mchungaji na mhubiri wa habari njema huko duniani. Nimemurukia hivyo kwa sababu wengi wao huwa hawakuji huko. Wengi wao hawafikagi, wanamaliziaga huko. Alafu Yesu akamwambia, rudi duniani, wende uwaambie wajikaze wakuwa wanafika, wasikuwa wanamalizia huko kwa mahubiri, wakuwa wanahubiri lile lenye wanaishi, ili kwamba na wao wakuwa wanafika. Mtoto wa Mungu, taka sana baada ya injili yenyewe mahubiri na maisha yako, siku moja ufike mbingu. Kama unanisikia sema amen. Mhubiri mwingine wa Amerika akaondoka katika mwili kwa muda wa masaa na muda, akafika katika mbingu, na alipofika mbingu akaambia Mungu akamuuliza, nini unataka kuona? Akamwambia tu, ninataka kuona wale watakatifu wenye wameshafika mbinguni na mimi nisikie vizuri. Mungu akamwambia, bwana nikuonyeshe. Alafu Mungu akaanza kumtembeza. Anamwambia, unaona hiyo nyumba hapo? Kwanza ndio huyo hapo. Huyo ni Paulo. Unaona huyo ni Petro. Jamani, unaona huyo ni Bartolomayo. Unaona huyo? Na watu wote wanasimama hivi. Jamani, angalia manyumba wa jamaa anamwambia Mungu, hiki kinyumba chote cha kifahari, huyu ndio anaishi peke yake. Anamwambia ndio, hiyo ni nyumba yake, anaishi ndani. Kisha akamwambia, baba, nimeona wale wa Biblia, nionyeshe wale wenzetu wenye tulikuwa tunahubiri nao pamoja. Mungu akamwambia, ndio wako huko. Akampeleka kwa mtaa mwingine, nyumba zinakaa kama za kuku. Akampitisha, akamwambia, ndio waliingiaga mbingu, lakini hii ndio nyumba yenye uwezo wa kazi yao iliwajengeaga. Anaona famous preacher wa Amerika, anamwambia, huko. Anamwambia, unaishi hapo? Nilifikiria ni nyumba ya kuku. Wengine hataona kwenye wanakaa, wanasimama tu hivi. Akamuuliza Mungu, na nini? Kwa nini hivi? Mungu akamwambia, sikiza nikwambie siri, mtoto wangu. Yale mambo ambayo muna value duniani, huku mbinguni huwa hatuivalue. Kwenu duniani kitu ya bei sana ni dhahabu. Kwetu udongo ndio dhahabu. Kwenu duniani kitu ya kudharaulika sana ni mioyo ya watu. Huku kwetu ya dhahabu, na dhahabu ya kweli ni mioyo ya watu. Waliovuta mioyo kutoka duniani walipata makao makubwa kwa sababu ya mioyo walioishindia, na waliotaka dhahabu duniani walijijengea magorofa makubwa duniani, lakini hii ndio nyumba yao. Wokovu hawakukosea, lakini hawakutumika. Rudi duniani, wende waambie watu ya kwamba lile ambalo wanapiganiaga duniani, huku sisi hatuipiganiaje, tunaikanyagaga. Na ile yenye hamutaki ndio sisi tunataka. Biblia inasema mbingu zina furaha mtu mmoja akiokoka. Sio mtu mmoja akinunua nyumba, sio mtu mmoja akinunua gari, sio mtu mmoja akijenga ndege kubwa akaendea, sio mtu mmoja akinunua mahali ambapo atakuwa na swim kwa hewa. Mbingu haijali furaha ya hiyo. Mbingu zina furaha moyo mmoja ikiokoka na kumrudia Mungu. Tunataka kuomba. Come pastor, come Jamole, come Ale. Simama hapa pastor, niangalie. Jamole, simama nyuma ya pastor. Ale, simama nyuma ya Jamole.
nataka kukupatia mtihani, alafu utaenda nyumbani utanijibu siku nyingine. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda sote siku moja mbele za Mungu. Na tutakapofika mbele za Mungu, umati ya watu wenye tulifuata haitatutetea. By the way, mbele za Mungu hakuna siku nitatetea Biju, na hakuna siku Biju atatetea Glado. Mbele ya Mungu hakuna siku nitasema Mungu, nilikuwa beshte ya Evans ameingia niruhusu niingie. Hapana. Mbele ya Mungu ni mimi na Mungu na matendo yangu, kazi niliyomfanyia. Na Biblia inasema yale tuliyafanya kwa siri yatawekwa wazi. Halo. Sasa nataka ujiulize, mtoto wa Mungu, umejipiga kifua sana ya kwamba unaendaga kanisa Sunday. Kwa hivyo Mungu yuko na deni yako. Nataka ujiulize, tukienda siku moja mbele ya Mungu na alafu Yesu Kristo asimame hivi. Halo, kuja Njoroge. Kuja hivi. Simama hapa. Huyu Njoroge ndiye Yesu Kristo. Amen. Na huyu Yesu Kristo anataka aingize Hawa kwa ufalme wake wa mbingu. Lakini huyu mwenye anasimama hapa anaitwa Paulo. Haleluya. Anaitwa nani? Paulo. Alafu Paulo anakuja anasalimu Yesu. Yesu anamwambia, kijana yangu Paulo, kwa nini ninafaa kukuachilia uingie katika ufalme wangu? Alafu Paulo anamwambia, Baba, zaidi ya kuandika vitabu 13 ambavyo vinaongoza kanisa duniani saa hizi, nilipigwa kwa ajili yako, nikatemewa mate kwa ajili yako, nikakanyagwa kwa ajili yako, na sikukukana ama sikukukataa. Na hata kwa dakika ya mwisho mimi ndiye nilisemaga, nimepiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza salama, sasa ninangojea taji iliyoandaliwa kwa washindi. Na nilipomaliza kusema hiyo maneno, wakanikata kichwa changu hapo Roma kilikatwaka. Na walipotaka kuikata na musumeno, wakaniuliza, utakana Mungu? Nikasema sitakana jina la Yesu. Wakanikata kichwa. Hapo Yesu anasikia nguvu zina mpita kwa sababu ya hiyo ushuhuda yenye Paulo iko nampea, inabidi amhaki. Anamwambia karibu. Anamwambia ingia. Paulo akisha kuingia anasema next. Anakuja huyu ndugu akisimama hapa, wanamuuliza wewe ndiye nani? Anasema mimi ndio Petro. Hapo kijana yangu Petro ni wewe? Petro, karibu. Hapo Yesu anamuuliza Petro, Paulo ameingia, kichwa yake likataa, bwana wewe utaingia kwa nini? Anamwambia Yesu, mapigo ambayo nilipigwa Yerusalemu, jina ambazo niliingia Yerusalemu kwa ajili ya jina yako na nikakataa kukukana. Siku moja nikiwa ninaongoza mitume, wakanishika wakanipiga mchana mzima, na ilipofika jioni wakatengeneza msalaba wakataka kunitundika. Nikawaambia ili kwamba nisivunje heshima ya Bwana wangu ambaye alitundikwa juu yetu, mimi msinitundike kichwa juu, munigeuze kichwa chini, ili kwamba nife nikiwa chini ya miguu ya Bwana wangu. Na akatundikwa na nikauawa. Kwa dakika ya mwisho wananiuliza, je, unamkana? Nasema siwezi kukana Kristo, kwa sababu ya hiyo ushuhuda inafanya Kristo anamuhaki. Na namwambia ingia katika ufalme wangu. Alafu anasema next. Huyu anaposimama tu hivi wanamuuliza, na wewe ndiye nani? Anasema mimi ndiye Stefano. Alafu Kristo anamuuliza, Stefano, nikuache kwa ufalme wangu kwa nini? Alafu Stefano anamwambia Kristo, mimi nilikuwa nikihubiri
katika mji wa Yerusalemu, na hata huyo Paulo mwenye umeacha ingie huko, ndiye alikuwa anashika nguo za watu wenye walinipigaga mawe, na sasa hiyo walikuwa wanalipiga mawe. Paulo huyo nimemsamehe tu, lakini alikuwa anashika nguo zao, na alikuwa anaitwa, Yesu anamwambia alikuwa anaitwa Sauli, haiko Paulo. Sawa, alikuwa anaitwa Sauli, lakini Yesu, nikapigwa mawe kwa ajili yako. Na unajua mawe nikapigwa mawe kwa ajili yako, na alafu kwa dakika za mwisho nikainua macho nikasema, Baba wasamehe. Na kikilinifanyaga niseme hiyo ni kwa sababu nilikuona unasimama karibu na kiti cha enzi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Nikasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui lile walitendalo. Mara moja Yesu anasikia, anamuhaki na anamukaribisha, anaita next. Nasimama nauliza, wewe ni nani? Nasema mimi ni Bartholomayo. Anasema, Bartholomayo nikuache kwa nini? Bartholomayo anamwambia, nilipokuwa nikihubiri injili walinipiga wakanitesa, na walipoona nimekataa kuachana na neno lako wakanijaribu kwa njia zote, wakaona nimekataa kuachana na injili, wakanichukua, wakanipeleka, wakachukua wembe, wakachuna ngozi yangu ya mwili, wakaifungua mwili mzima bila ngozi, alafu wakanichukua wakaniweka kwa jua, ili kwamba nipigwe na jua kali mchana mzima kwa jua bila ngozi ya mwili. Wananiuliza, je, utamkana Kristo? Nasema siwezi kuachana na Kristo, hili nife mateso yote, lakini sitaacha wokovu. Na nikateseka mchana mzima. Ilipofika jioni, wakanichukua wakaniterekeza ndani ya chungu cha mafuta ambayo ilikuwa imechemka, na nikaungua ndani mpaka vile roho yangu ilivyoondoka. Na ndio kwa maana ninasimama hapa, nilipigania mbingu, ninafaa kuingia mbingu. Yesu anamkumbatia, anamwambia ingia, alafu anasema next ni wewe. Utasema na wewe ulifanyaga nini? God bless you.